Urusi na Ukraine zimefanya mabadilishano ya miili ya wanajeshi wao waliouawa vitani katika hatua ya kwanza ya aina hiyo kwa mwaka huu tangu vita kati ya nchi hizo mbili kuendelea kwa muda mrefu. Mabadilishano haya yalifanyika siku ya Alhamisi, yakionekana kama tukio nadra la ushirikiano wa kibinadamu kati ya pande mbili zinazopigana vikali. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mbunge wa bunge la Urusi State Duma, Shamsail Saraliev, ambaye ni mwanachama wa chama tawala cha United Russia, Urusi ilikabidhi Ukraine miili ya wanajeshi 1000 wa Kiukraine waliopoteza maisha katika mapigano. Kwa upande wake, Ukraine ilirejesha miili ya wanajeshi 38 wa Kirusi waliouawa katika vita hivyo. Saraliev aliliambia shirika la habari la RBC kwamba mabadilishano hayo yalifanyika chini ya makubaliano ya awali yaliyolenga masuala ya kibinadamu, hususan heshima kwa waliopoteza maisha vitani na kuwapatia familia zao fursa ya kuwapumzisha kwa heshima. Hatua hii inakuja wakati vita kati ya Urusi na Ukraine vikiendelea bila dalili za suluhu ya haraka ya kisiasa au kidiplomasia, huku mapigano makali yakiendelea katika maeneo kadhaa ya mstari wa mbele. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaeleza kuwa mabadilishano ya miili, ingawa hayabadilishi mwelekeo wa vita, mara nyingi huonyesha uwepo wa mawasiliano ya chini kwa chini kati ya pande zinazopigana. Hadi sasa, serikali ya Ukraine haijatoa maelezo ya kina kuhusu mabadilishano hayo, lakini imekuwa ikisisitiza mara kwa mara umuhimu wa kurejesha miili ya wanajeshi wake kama sehemu ya wajibu wa kitaifa na heshima kwa waliopigania nchi yao.